Soko la dagaa Mkengwa lipo katika kijiji cha Mkengwa, kata ya Nyamunga, wilaya ya Ruli. Ujenzi wa soko la dagaa Mkengwa unatekelezwa kwa mapato ya ndani ambayo ni shilingi milioni 76 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Na kulingana na makusanyo ya halmashauri, jumla ya shilingi milioni 50 zilipatikana kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa mradi awamu ya kwanza. Hadi sasa zilipatikana kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa awali awamu ya kwanza katika mradi huu. Hadi sasa jumla ya shilingi milioni 34,585,147 na senti 58 imekwisha tumika, ambapo kiasi cha Tanzania shilingi 32,808,547 na senti 58 vilivyotarajiwa kukamilisha ujenzi wa awamu ya kwanza, na Tanzania shilingi milioni 1,780,000 zikiwa ni gharama za ufundi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, thamani ya mradi huu unakadiriwa kuwa Tanzania shilingi milioni 488 hadi utakapokamilika. Na katika mwaka huu wa fedha wa mwaka 2025-2026, jumla ya Tanzania shilingi milioni 39 zimetengwa toka mapato ya ndani, na tunatarajia kuwa fedha hizi zitakapopatikana zitatumika katika awamu ya pili ya ujenzi, ambayo ni kujenga sakafu na jengo la soko ndani ya soko hili la dagaa. Faida za mradi utakapokamilika: moja, wafanyabiashara wa samaki hususan dagaa kupata eneo salama la biashara hasa nyakati za mvua na jua kali. 2, halmashauri kuweza kudhibiti utoroshaji wa mazao ya uvuvi yani dagaa. 3, kupatikana kwa eneo zuri la kufanya ukaguzi na ubora wa mazao ya uvuvi. 4, njia rahisi ya kuwaunganisha wanunuzi na wauzaji wa samaki mazao yake. Naomba kuwasilisha. Nilikuja kufanya mkutano hapa kama mnakumbuka, na miongoni mwa kero za wafanyabiashara wa dagaa zilikuwa ni eneo la kufanyia nini? Biashara ya dagaa. Na tukaahidi kwamba ni lazima, kwa sababu halmashauri inapata fedha nyingi kupitia biashara ya dagaa na samaki na mazao ya samaki, na Mkengwa inaongoza kwa upatikanaji wa hizo fedha serikalini, ni lazima turudishe kidogo hapa kwa wananchi wetu wa Mkengwa. Kwa hiyo soko hili litajengwa, na gharama ya ujenzi wa soko hili mpaka litakapokamilika litafikia kama milioni 500 hivi. Yaani tukasema kwa sababu hela tulizonazo ni kidogo, tuanze na kile tulicho na uwezo nacho, si ndio? Na nikuagize mkurugenzi, yule fundi nimeshamwambia nani mwenye msimamizi, kesho Jumamosi awe hapa. Asipokuwa hapa tutatuma polisi waende wamlete kwa nguvu, aje afanye hii kazi kama wafanyabiashara wanavyosema wanahitaji hili soko kwa ajili ya shughuli za biashara. Na niwaombe sasa wafanyabiashara wa dagaa na mazao ya samaki, hakuna sababu tena kupeleka samaki wapi? Musoma au sehemu nyingine. Soko lenu hili hapa tumeliboresha, tutaliboresha vizuri. Kwa hiyo dagaa zote zitauzwa hapa. Na naamini masika hii itatukuta tuko chini ya nini? Chini ya paa, si ndio? Chini ya kivuli, si ndio? Tunataka hii kazi harakishwe haraka sana na tuendelee kunufaika na mazao haya. Muendelee kuwa na macho hapa kutuambia kinachoendelea. Kama mnaona mambo hayaendi kama tulivyokuwa tumepanga, basi toeni taarifa, sisi tutafuatilia tuhakikishe ujenzi hapo unaendelea. Kuhusu mtaro, ule mtaro nimefika mpaka kule mwisho kabisa. Kule chini kule ni mkubwa zaidi, si ndio? Na baadhi ya nyumba za watu naona zinataka kuharibiwa. Nimeshamwelekeza mhandisi kama inawezekana huu mtaro utafutiwe njia nyingine, si ndio? Hilo ni barabara inaenda mpaka kule ziwani. Kama tutalazimika kupita hapa, basi ujengewe, si ndio? Mpaka kule wapi? Mpaka ziwani. Kwenye daraja pale nimepita, nimeona kwamba kuna tobo pale katikati ya daraja. Basi nimelipokea hilo, nitamwagiza meneja wa TARURA. Mkienda pale Nyamaguku tumeboresha lile eneo la mnada. Mifugo kienda pale tumetengeneza birika la kunywesha maji. Lakini pia tumeweka na ofisi ambayo mfanyabiashara, si ndio, analipa pale shughuli zote akiwa amekaa kwenye kiti, si ndio, anahudumiwa vizuri. Tunataka hapa napo pia wafanyabiashara wetu wa dagaa wakae kwenye mazingira mazuri.
wakati wa jua kusiwe na jua, wakati wa mvua kusiwe na jua, shughuli ziendelee wakati wote. Kwa jina naitwa Angelina Magesa Mangela. Mimi kwa kweli ni muhanga kutokana na hili soko kucheleweshwa kwa ajili ya ujenzi, kwa sababu sasa soko lilipopelekwa pale si mahali salama sana. Itakapofika masika, kwa kweli tuna wakati mgumu, na wafanyabiashara wa pale sokoni wamekuwa yani sisi tuko karibu kabisa na hilo soko. Kwa hiyo yani staka zimekuwa zikizalishwa kwa wingi kwa siku moja. Kwa hiyo sisi tumefanya usafi mpaka tumechoka kupitia siku hii ya leo kuonana na wewe. Naomba kabisa uhimize mkandarasi ajenge ili soko kwa uharaka liishe, kwa sababu itakapoanza masika, kutokana na uchafu unaozalishwa pale, lazima kutatokea mlipuko, na sisi tunaoishi pale karibu tutapata shida sasa. Alafu na kitu kingine, mimi ni mfanyabiashara wa dagaa wa hapa Mkengwa. Itakapofika sasa masika, kuhusu dagaa zetu tutapata adha kubwa sana, kwa sababu hatutakuwa sana sehemu ya kuhifadhi hizo dagaa. Kwa hiyo tutakapokumbana na mvua tutapata wakati mgumu sana. Kwa mimi ombi langu kwako, naomba tu soko lijengwe kwa uharaka sana, msukume sana mzabuni aliyechukua kontrakta hii ajenge kwa uharaka sana soko. Mimi ndio yangu hayo, mkuu wa wilaya. Kwa majina naitwa Mauna Idi Ogigo, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mkengwa. Mimi nilichokuwa tu naomba uwahimize hawa wanaojenga hili soko, kwa sababu eneo lile tunalotumia tumeazima ni la mtu binafsi. Kwa hiyo muda wote anaweza akabadili mawazo ili halijakamilika tukakwama. Kiangalia kijiji cha Mkengwa tunategemea uvuvi wa dagaa. Na sasa hivi teknolojia imebadilika. Uvuvi wowote unaofanyika unatumia umeme. Lakini na imani katika wilaya ya Rorya, hiki ndicho kijiji kinachoongoza kwa umeme kufanya nini? Kukatika. Umeme wa hapa una nyumba ya chumba kimoja na sebule. Unaweza kukuta sebuleni taa ina nguvu. Chumbani giza. Ukienda ikifika kwenye muda wa kuanzia saa 5 kuelekea saa 6 umeme unakuwa na nini? Na nguvu. Kwa hiyo hapa hata haya mapato yanakwama kwa sababu umeme. Betri zote zinazoenda kuvua dagaa zinategemea umeme. Na hapa kila mtumbu unatumia betri 9. Sasa hapa tuna mitumbu zaidi ya 400. Kwa hiyo wote hawana majenereta. Kwa hiyo kama umeme hamna, uzalishaji unafanya nini? Unashuka. Kwa hiyo mimi nikuombe sana kwa hilo mheshimiwa, mwambie manager angalie changamoto ni. Kwa jina naitwa Kiginga Mlimi Gati. Ni mdau wa mwaru huu, pia mimi niko kwenye idara ya wauza dagaa. Mheshimiwa, sisi kama wauza dagaa tumepata shida sana. Nasemea hivyo, tumepata shida kwa sababu moja. Tumehamishwa kutoka hapa kwamba eneo hili linajengwa ili tuweze kurudi baadaye kufanya biashara humo koka. Tumeombewa sehemu ya kujihifadhi. Lakini sasa biashara yetu hii ya dagaa, kuna muda dagaa inachelewa kukauka. Tunauza mpaka usiku. Sasa kule tuliko hakuna mwanga. Mwanga tumeuacha huku. Sasa ni vema serikali yako itusaidie hili ili na sisi turudi tulipozoea na kwenye sehemu ya mwanga. Kwa hiyo hilo ninakuomba mkuu wa wilaya ujitahidi sana. Majina naitwa Ramadhani Nyanganira, ni mkazi wa kijiji hiki. Kitu ambacho nakiona mapungufu kwamba eneo hili hasa vifaa vyote inaonekana vipo. Nini kinakwamisha hatujui sana, lakini mradi umeahidi kwamba Jumatatu wataanza, hilo halina shida. Ninachokiona na hofu yangu, katikati ya soko hili kuna mto. Mto ni mtaro tu, baada ya mvua kuzidi ukabomoa udongo kaenda. Sasa mvua ikinyesha maji yanapita hapa kwa wingi sana. Na nikiona vifaa vya kutengeneza sakafu hapa, kuanzia kokoto ile, si kokoto nzuri kwa kujenga sakafu, ni kokoto hiyo zaidi ya inchi 1 mawe yake. Mara nyingi huwa yadumu sana kwenye kutengeneza sakafu chini. Sasa nilikuwa nashauri kama kungekuwa na uwezekano, injinia anayesimamia ujenzi huu ajaribu kuleta kokoto ya kiwango na mchanga mzuri, na kokoto iwe nyingi na sementi iwe nyingi, ili kusudi hapa chini pawe imara, na kutafutwe jinsi gani mto huu utazuiwa usipita hapa tena. Lakini pia tabu kubwa iliyoko hapa, pamoja na kuwa soko tunatengenezewa, ukiangalia hapa nyuma yangu kuna hicho choo. Hicho choo ni choo kidogo, na shimo lake la kuhifadhi uchafu ni dogo sana, ni fupi. Mtaro huu ulipotokea
mchanga mwingi uliingia humo, na hili jambo tulilieleza, lakini mpaka leo lile septic tank halijashughulikiwa. Kwa hiyo tukirudi kufanya hapa kazi na choo hamna, itakuwa kama ni bure. Utaratibu mzuri uwekwe, tupate na choo nzuri ambayo itaangalia afya za watu. Na soko hili si tukao tunafikiri kwamba ni muhimili wa uchumi katika wilaya yetu ya Rorya. Kwa hiyo nilifikiri washauri mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri waelekeze nguvu zao na macho yao kwenye soko hili. Mimi naitwa Ibrahim Ngujo Juma, lakini bado soko hili tegemezi lake ni barabara. Nafikiri imeshafika kwenye daraja kale mkuu wa wilaya. Sasa hivi kulingana na mizigo inayokuja kuchukuliwa hapa, yale malori makubwa, pameanza kumomonyoka, zile waya zimekatika. Ndio maana nachosema kwamba inawezekana tuangaliwe ubora wa kutengenezwa daraja nzuri ambazo zinakuwa imara, kwa sababu ya kujua kwamba sasa kuna mizigo mikubwa ambayo na gari kubwa zinakuja kufanya nini? Kuchukua mizigo, sije ikawa tena tunaharibu na uchumi wetu sasa tunaupitisha Msoma. Unajua mfanyabiashara anapokuwa amepitisha huku, kwa hiyo shuru zingine zinakuwa zinapungua kuliko kupata shuru mbili kwa mara moja. Hii sehemu ni tatizo, korongo hili linajichimba sana. Basi tukaangalia tukao tumeshauriana kwamba hiki kitu kwa kudai kwamba sijui ipelekwe huko, bado ni uongo. Bado inatakiwa ipitishwe hapa hivi, lakini kwa kuhakikisha kwamba haitaathiri tena kuchimba, ijengwe mawe kwa chini.